Hadi hivi sasa kupitia industry ya muziki wa Bongo Flava, moja kati ya ngoma ambayo inafanya vizuri sana ni pamoja na ngoma ya Mbosso Kani inayokwenda kwa jina la Ozalima, moja kati ya ngoma kali sana. Sasa leo nimekusogezea kitu kikali sana ambapo nitakufahamisha vitu vingi sana kuhusiana na bidada Ozalima ambaye nitakufahamisha majina yake kamili, lakini pia nitakujuza ni wapi ambapo unaweza kumpata kupitia mitandao ya kijamii. Hakikisha nikikufahamisha vitu vingi sana ambavyo ulikuwa umefahamu. Hii ni Bongo Focus, basi nikualike moja kwa moja kitamsi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe kama niweze kupatia mastori kamili. Bonyeza neno subscribe, hakikisha nikualike moja kwa moja niweze kujuza kama kawaida. Sasa moja kati ya ngoma ambayo imekuwa ikitrend sana pamoja na ngoma ya Mbosso Kani ambayo inafahamika kwa jina Ozalima, hadi hivi sasa ikiwa ni siku nyingi sana kupitia mitandao ya kijamii. Kama unavyoona ni kwamba Mbosso amekuwa akiachia ngoma ambazo ni kali sana. Ukijaribu kuziangalia, kila ngoma ambayo amekuwa akitoa imekuwa ni ya kubandika na kubandua. Hapo tulipoanza, tangu alipoanza katika ngoma yake ya Power, baadaye akaja kile nyimbo ya Darasa la 7, lakini mwisho wa siku amekuja kwenye ngoma nyingi sana hizo za kushirikishwa, lakini pia ngoma zake kamili amekuwa akifanya vizuri kinoma noma. Sasa moja kati kitu ambacho kimekuwa kivutia watu wengi sana na watu wengi wamekuwa kitamani sana aweze kufanya kazi na Mbosso Kani, pamoja na jinsi ambavyo amekuwa akiwatumia wale wahusika, tunasema kwamba ni wahusika katika zile nyimbo zake ambao wamejikuta wakiwa wakitrend sana. Kupitia nyimbo ya Power tuliweza kuona moja kati ya wadada pia, lakini pia nyimbo ya Bonge la Dada ile ya Viola tuliweza kuona namna gani ambavyo yule bidada ambaye alikuwa anafahamika Bonge la Dada aliweza kujizolea maarufu sana na kuweza kuwa maarufu hadi hivi sasa ni mtu mkubwa sana. Hii sio kwa mara ya kwanza kwa upande wa Mbosso, lakini pia hii imewahi kutokea kwa Diamond Platinum kupitia Zuena, alikuja kuwa maarufu, lakini pia hii imekuwa kiendelezwa sana na Mr. Mbosso ambaye kwa sasa amekuwa akifanya vizuri sana. Sasa mmoja kati ya wadada kwa sasa ambaye tunamwongelea hadi pamoja na mwanadada Ozalima ambaye kupitia mitandao ya kijamii anapenda kujiita kama vile Sazi, ambalo ni jina lake kamili ambalo kwa upande wake yeye anapenda kujiita hivyo Sazi. Ukipita pale Instagram unampata anapatikana kwa jina la Sazi. Sasa huu ni mmoja kati ya wadada ambao wamefanya poa sana na wametendea haki ile video. Ukijaribu kuangalia hakika unaweza kujiuliza kwamba Mbosso huwa anazingatia vitu gani hasa pale ambapo anapokuwa anachagua hawa video vixen ambao amekuwa akiwatumia. Kwanza kabisa ni mmoja kati ya wadada ambao wamefanya vizuri sana, japokuwa kumekuwa na comment nyingi sana ambazo aidha watu wameuliza kwamba je, kwa nini hakumtumia Bonge la Dada kupitia video hii, lakini Mbosso ameamua kuonyesha kitu tofauti sana, ambapo kwa mazingira yale yanaonyesha wazi namna gani ambavyo kiuhalisia amekuwa akifanya poa sana, hasa kwenye kuchagua video vixen ambao amekuwa siku zote wanaitendea haki video na kuweza kutengeneza kitu kikali sana ambacho kinakuwa ni cha tofauti zaidi. Sasa kuna sababu nyingi sana ambazo unakuwa uzifahamu. Kwanza kabisa kupitia nyimbo ya Ozalima ambayo imekuwa ikifanya vizuri hadi hivi sasa, ni moja kati ya asili yake imetokana katika jina la Kihindi, ambalo jina hilo ukijaribu kulifikiria maana yake kwa Kihindi lakini ukileta kwa kibongo bongo inakuwa ni tofauti zaidi. Lakini kwa upande mzima wa Mr. Mbosso amekuja kutengeneza kitu cha tofauti ambapo amechukua ile idea na kuweza kuiweka kwenye mapenzi sasa, lakini hiyo ndio namna gani ambavyo alivyoanza kwa upande wake binafsi. Sasa bidada huyu kwanza kabisa vitu ambavyo vimemfanya aweze kumchagua ni kwamba muonekano wake ulikuwa unaendana na video yenyewe jinsi ilivyokuwa ikitaka, jinsi ambavyo kwanza umbo lake ni ndefu, lakini pia kujaribu kuangalia hasa kwa wale ambao walikuwa wakimlinganisha kwamba kwa nini hajamchukua Bonge la Dada. Sababu kubwa ndizo hizo, kwanza alikuwa ni mrefu, lakini pia umbo lake lilikuwa ni umbo ambalo kifupi kujaribu kuliangalia basi linafiti kabisa kwenye huu wimbo. Lakini kitu kingine cha kipekee ni kwamba amekuwa akifanya vizuri sana na jinsi ambavyo alivyokuwa akicheza, ama hakika ameleta tofauti zaidi, japokuwa Bonge la Dada sawa anaweza, lakini huyu amekuwa akifanya vizuri sana. Sasa kuna vitu vingi sana huenda ulikuwa uvifahamu, lakini pia kama kitu gani ambacho pia kingine ambacho aidha unahamu sana kuweza kuifahamu, unaweza kunijuza hapo kwenye comment. Cha msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Hii ni Bongo Focus. Cha msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hakikisha dondosha maoni yako, niambie kwamba ni kitu gani hasa ambacho kingine unahamu au unatamani ya kuweza kukifahamu zaidi.